maneno yana nguvu na familia nyingi zinaishi matokeo ya maneno ya waliowatangulia. Maneno ni roho, wala maneno hayafi. Wanadamu wanakufa, lakini maneno yanaendelea kuishi. Kila kitu Mungu amemwambia mwanadamu, ila mwanadamu ni mtu mwenye roho ya ajabu sana, asiyetaka kutii kabisa katika maneno ambayo Mungu anasema. Maneno ya Mungu yanasema, usiseme maneno ya ujinga kwa kinywa chako, wala moyo wako usiwe na haraka kunena mbele za Mungu. Kuna maneno yalisemwa yakawa sababu ya mateso unayoyapitia leo. Mtu anaweza akasema maneno ya ajabu na ukamuuliza, mbona unasema hivi? Akakwambia, nimesema tu. Yaani kwake ni jambo la kawaida tu, wala hakuna shida. Maneno ya Mungu yanasema, nawaambia kila neno lisilo maana watakalolinena wanadamu watatoa hesabu ya neno hilo siku ile ya hukumu. Katika juma hili, siku ya Jumatatu, tutaanza kuangalia nguvu ya maneno kwa viapo. Ninamshukuru sana Mungu kwa ajili ya asubuhi ya leo. Nimepata neema ya kuingia katika usharika huu baada ya miaka mingi sana kusimama kwenye madhabahu yake. Kanisa, Bwana asifiwe. Nimshukuru sana baba mchungaji. Mungu wa mbinguni akubariki katika utu uzima na nafasi yake ya utumishi. Anao watumishi wengi anaowafahamu wazuri, waliojaa nguvu za Mungu. Lakini tu Mungu ni Mungu wa majira, Mungu ni Mungu wa nyakati. Ndiyo maana nimesimama hapa. Haleluya. Nimshukuru sana Parish Weka, nikushukuru mwinjilisti, lakini nilishukuru baraza la wazee, washauri wa mchungaji. Niwashukuru wote ambao mmehudhuria kwenye ibada asubuhi ya leo. Ni asubuhi ambayo tutapita kwa kifupi kabisa, tutajifunza, tutajifundisha. Nitafundisha. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Kuna maneno machache tu nataka Mungu kwa huruma yake aseme na wewe, kila mmoja aseme kwa namna ambayo yeye anaweza kuelewa. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Kama ambavyo nimetangulia kutambulishwa, mimi naitwa Heaven Light, natokea usharika wa Kariakoo kwa wale wageni. Kanisa, Bwana asifiwe. Roho Mtakatifu, mwalimu mwema, mimi mtumishi wako ninakupisha kwenye nafasi hii ya utumishi katika usharika huu wa Segerea, kwa kuwa wewe ndiye unayewajua watu wako katika usharika huu. Ningejitia kichwa nikasema niseme mimi Mungu nina uhakika, ningesema tofauti, kwa sababu hakuna hata mtu mmoja anayemjua. Lakini sasa kwa hiari ya moyo wangu ninakuachilia nafasi, Roho Mtakatifu, ulitumikie kanisa hili asubuhi hii ya leo. Sema na huyu mama, useme na huyu baba, sema na vijana hawa, hata na watoto walioko. Sema kwa lugha ya kwao ambayo Mungu wanaweza kukuelewa. Unitumie mimi kama chombo kwa kusudi la kujenga ufalme wako. Nimekuomba na kushukuru. Amen. Leo nataka tuangalie kwa ufupi kabisa nguvu ya maneno. Na ni somo ambalo tutakwenda nalo katika juma hili ambalo tunaanza nalo semina, nguvu ya maneno. Nguvu ya maneno. Kama una karatasi unaweza ukaandika, na wale ambao wanakujaga Jumapili tu, hawaji tena siku zingine za katikati ya wiki, basi Mungu akusaidie angalau uwe na karatasi unukuu baadhi ya maneno ambayo yatakusaidia katika kipindi cha majira haya ya siku za mwisho. Nguvu ya maneno. Nimesema maneno yana nguvu, na familia nyingi sana zinaishi matokeo ya maneno ya waliowatangulia. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Nimesema maneno yana nguvu, na familia nyingi zinaishi matokeo ya maneno ya waliowatangulia. Familia nyingi, watu wengi wanaishi matokeo ya yale maneno ya wale watu waliotutangulia katika familia, waliotutangulia katika kiti ulichokalia, waliotutangulia. Yani watu wengi sana wanaishi yale matokeo
ya yale maneno ambayo wale waliowatangulia walikuwa wameyatamka, iwe ni kwenye viti vyao, nafasi zile walizopewa, wanayaishi yale maneno, iwe ni kwenye familia, wale waliotutangulia, wazazi wetu, wanaishi yale matokeo ya maneno yao. Katika kitabu cha Maombolezo, nataka tuanze na kitabu cha Maombolezo, mlango ni ule wa 5. Kitabu cha Maombolezo mlango ule wa 5, nataka tuangalie hapo. Maombolezo mlango wa 5, alafu tuangalie mstari wa 7. Mlango wa 5 mstari wa 7, maandiko yanasema hivi: baba zetu walitenda dhambi hata hawako, na sisi tumeyachukua maovu yao. Manake sisi tunayaishi maisha ya wale waliotutangulia, lakini pia tunapigwa mapigo ya wale waliotutangulia. Tunaishi katika mateso ya vizazi vingi vilivyotutangulia. Sasa hivi wao hawapo, lakini yale matendo yao, yale maneno yao, yale matamko yao ya nafasi walizokuwa wanaishi, yanaishi katika maisha yetu. Tulizaliwa nayo, tunayo, ndiyo identity inayotuonyesha ya kwamba sisi ni wa kizazi kile kilichopita. Kwa hiyo tunayaishi yale ambayo wao waliyaweka kama msingi wa familia, waliyaweka kama msingi katika eneo lolote ambalo waliyaweka hayo. Kwa hiyo sisi tunayaishi hayo, na tumeendelea kuishi hivyo katika hali ya kutokujua kwetu, na tuna mambo mengi tunajiuliza maswali, imekuwaje hili, limekuwaje lile, lakini kumbe ni matokeo ya yale ya wale waliotutangulia, na sisi hatukuweza kujua. Nimeandika hapa nikasema maneno ni roho. Kanisa, Bwana asifiwe. Maneno ni roho, wala maneno hayafi. Maneno huwa hayafi. Wanadamu wanakufa, lakini maneno yanaendelea kuishi. Wanadamu watakufa walioyasema, lakini maneno yanaendelea kuishi. Angalia kwenye kile kitabu cha Yohana ili tuone kwamba maneno ni roho. Mlango ni ule wa 6, na tunataka tuangalie mstari wa 63. Kitabu cha Yohana Mtakatifu mlango wa 6, nataka tuangalie mstari wa 63. Anasema, roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho, tena ni uzima. Maneno hayo niliyowaambia ni roho, tena ni uzima. Kwa hiyo maneno ni roho. Watu wanaweza wakazungumza wakafa, lakini maneno hayana uwezo wa kufa, yanaendelea kuishi. Hakuna roho ambayo inakufaga, hakuna roho yoyote inayokufa. Kwa hiyo roho ina uwezo wa kuendelea kuishi. Kama maneno ni roho, hayo maneno yanaweza kuendelea kuishi katika maisha yetu, katika miongo mingi au katika karne nyingi, yanaweza kukaa katika maisha yetu, na watu wakapigwa lakini wasijue kinachowapiga. Kumbe kuna mlolongo wa maneno katika familia, mlolongo wa maneno katika jamii, mlolongo wa maneno ambayo yamemfuatilia na yanaendelea kumfuatilia na yanaendelea kumpiga katika maisha yake. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Yaani tusipogundua kwamba maneno ni roho na yanaweza kuendelea kufanya kazi hata kama wale ambao walikuwa wameyasema hawapo, tutaendelea kuwa watu kama watumwa. Tutakuwa watumwa mpaka siku ile ambapo roho zetu zitashuhudiwa, au siku ile ambapo na sisi tutagundua ya kwamba tunaishi katika utumwa wa maneno ya waliotutangulia. Kanisa, Bwana asifiwe. Hebu tuangalie kwenye kile kitabu cha ni kitabu cha Yakobo. Naomba uangalie. Mimi nimekwambia nafundisha, na nataka wewe unayenisikiliza uwe na utulivu kabisa, taratibu. Maanake watu wengi wanapenda sana maombi, lakini mimi siku hizi sipendi kuombea mtu. Nataka nikupeleke na maneno ya kufikishe mahali pa kuona kosa lako, wewe mwenyewe ulijutie, uinue mikono kwa Mungu na uweze kumwambia Mungu, nimekosa. Kitabu cha Yakobo mlango wa 1. Yakobo mlango ni ule wa 1. Nataka nisome kuanzia mstari wa 19. Yakobo mlango ni ule wa 1 mstari wa 19. Maneno ya Mungu yanasema hivi: haya mnajua ndugu zangu,
kitabu cha Yakobo mlango wa 1 mstari wa 19. Hayo mnajua ndugu zangu wapenzi, basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia bali si mwepesi wa kusema wala kukasirika. Narudia tena, basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia bali si mwepesi wa kusema wala kukasirika. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, hebu naomba unipungie nijue kama hujasinzia bado. Kanisa, Bwana asifiwe. Neno la Mungu, yani Mungu hakuna kitu ambacho hajawahi kumwambia mwanadamu. Kila kitu Mungu amemwambia mwanadamu, ila mwanadamu ni mtu mwenye roho ya ajabu sana, asiyetaka kutii kabisa katika maneno ambayo Mungu anasema. Na anawainua manabii, anainua na mitume, lakini kipindi tunachoishi anawainua wachungaji, wainjilisti, walimu, angalau wakurudishe, wakuelekeze, usimame katika kusudi ambalo Mungu anataka ulitazame. Lakini wanadamu ni watu wenye shingo ngumu, ni watu ambao hawataki kuelekezwa na hawataki kuelekea pia. Wako kanisani, wanasikiliza ni kana kwamba wamekusikia, lakini si watendaji wa kile kitu ambacho Mungu anasema nao. Lakini Mungu alisema hivi, basi anasema hapa kwenye mstari wa 19, sema basi kila mtu awe mwepesi wa kusikia bali si mwepesi wa kusema. Kwa nini Mungu anasema wawe watu wa kusikia, wasiwe watu wa kusema? Ni kwa sababu maneno, katika wingi wa maneno hapakosi nini? Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Katika wingi wa maneno, humo ndani ya hayo maneno hapakosekani makosa, na hapo Mungu atainua hasira na kuanza kutuadhibu, na utakuwa hujui ni kitu gani kinachomsababisha Mungu akuadhibu, kwa sababu hujajua madhara ya maneno. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Mtu anaweza akasema maneno ya ajabu na ukamuuliza, mbona unasema hivi? Akakwambia, nimesema tu. Yani kwake ni jambo la kawaida tu, wala hakuna shida. Lakini leo nataka tuangalie madhara ya maneno sana. Mungu atusaidie. Hapa nimeandika hivi, kama unaandika, Mungu amewapa wanadamu tahadhari ya maneno. Mungu amewapa wanadamu tahadhari ya nini? Tahadhari ya nini, kanisa la Mungu? Tahadhari ya maneno. Mungu mwenyewe amewapa wanadamu tahadhari ya maneno. Kwenye kitabu cha Mhubiri, hebu tuangalie, fungua kitabu cha Mhubiri, na nitafundisha kwa kifupi, lakini naomba kila mtu anisikilize kwa makini sana. Kuna kitu Mungu anataka ukifahamu kupitia maneno. Kitabu cha Mhubiri mlango ni ule wa 5. Kitabu cha Mhubiri mlango ni ule wa 5. Naomba tuangalie kuanzia ule mstari, mlango wa 5, alafu tuangalie mstari wa 2. Kitabu cha Mhubiri mlango ni ule wa 5, mstari ni ule wa 2. Maneno ya Mungu yanasema hivi: usiseme maneno ya ujinga kwa kinywa chako. Narudia tena, naomba Roho Mtakatifu anisaidie, afungue masikio ya roho yako usikilize haya maneno. Maneno ya Mungu yanasema, usiseme maneno ya ujinga kwa kinywa chako, wala moyo wako usiwe na haraka kunena mbele za Mungu. Kwa maana Mungu yupo mbinguni na wewe upo chini. Kwa hiyo maneno yako yawe machache. Kwa hiyo maneno yako yawe nini, kanisa la Mungu? Yawe nini, kanisa la Mungu? Yawe machache. Mungu anasema usiseme maneno ya ujinga kwa kinywa chako. Usiseme maneno ya ujinga kwa kinywa cha nini, kanisa la Mungu? Ngoja nikwambie, kuna mtu yuko hapa ambaye kabisa, yani ni kawaida yake kusema maneno ya ujinga, na huko kwenye moyo wake anaamini ya kwamba sinawachekesha tu, sinafurahisha tu baraza, nimesema tu, hakuna, yani nimesema tu tufurahi.
Nimeona tu tumenuna hapa, nikaona nifurahishe baraza. Kwa anasema neno lolote ambalo limetoka kinywani mwake. Lakini ngoja nikusaidie ili uelewe. Usije ukasema mimi sikujua. Katika kitabu cha Mathayo, Mathayo mtakatifu ule mlango wa 12. Katika kitabu cha Mathayo ule mlango wa 12. Angalia kitabu cha Mathayo mlango wa 12. Ni tahadhari. Mungu aliwapa wanadamu chini ya jua, akawapa tahadhari ili asije akawahukumu. Na hiyo tahadhari watu wengi wanaiona ni kitu cha kawaida. Katika kitabu cha Mathayo mlango wa 12 mstari wa 36, kitabu cha Mathayo mlango wa 12 mstari wa 36, maneno ya Mungu yanasema, nawaambia kila neno lisilo maana watakalolinena wanadamu watatoa hesabu ya neno hilo siku ile ya hukumu. Ngoja nirudie tena. Basi nawaambia kila neno lisilo maana watakalolinena wanadamu watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu. Na mimi nataka nikuambie, kuna watu ambao hata tangu asubuhi mpaka saa hizi ni kama saa 3:15 pale inaonyesha. Kuna mtu tangu asubuhi nikikwambia useme maneno mangapi umesema huyajui idadi yake. Hujui hata umesema nini. Tangu asubuhi nikakwambia hebu nipangie. Asubuhi ulipoamka ukasema nini? Baada ya dakika 20 ulisema nini? Baada ya dakika ngapi ulisema nini? Na mpaka saa hizi nikuulize ulisema nini? Hata hakuna mtu anayekumbuka. Lakini maandiko yanatuonyesha, basi nawaambia kila neno lisilo maana watakalolinena wanadamu watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu. Yaani baada ya maisha haya utatoa hesabu ya hayo maneno. Baada ya haya maisha, sijui utaishi miaka 70, sijui utaishi miaka 80, sijui utaishi miaka 100, lakini utatoa hesabu ya maneno ambayo umeyasema, haswa maneno ya ujinga. Utatoa hesabu yake mbele ya Mungu aliyetuumba, utatoa hesabu yake. Na kuna wale watu ambao ni kawaida kabisa kuwasingizia watu maneno ya uongo. Yaani mtu tu anaamua, anaona namna gani naweza kumkomesha, namna gani naweza kumuumiza huyu, namna gani naweza kufanya jambo ambalo litaleta maumivu katika moyo wake. Anaona namna hii inayofaa nizue tu neno ambalo nitamzulia na hatimaye huyu mtu likimfikia limuumize moyo. Niko hapa kwenye hii madhabahu ya Mungu, nimetumwa, nataka nikiri katika hii madhabahu. Wala sio mimi ningesimama kwenye semina hii, yuko aliyeandaliwa. Lakini Mungu ni nani? Mungu anaweza kubadilisha majira kama apendavyo. Kanisa, Bwana asifiwe. Nataka nikuhakikishie, nimetumwa na Mungu kukuambia siku ile ya mwisho, wewe unayebebaga maneno ya uongo kuyainua ili kuumiza mioyo ya watu, utatoa hesabu ya maneno hayo mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Utatoa hesabu. Sasa ni vizuri sana ukijaribu kuweka, unajua mahali fulani Biblia inasema Mungu nisaidie, uweke mngojezi nini kinywani. Watu hawazungumzi hapa, watu huwa hawasemi ni wapole sana. Watu ni wapole kweli. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Uweke mngojezi kinywani mwangu, anayengoja kuona ni nini kinatoka katika kinywa chako. Sema Mungu, mtu mmoja anasema anaomba kibali kwa ajili ya mawazo na maneno ya kinywa chake. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Tunaishi nyakati za mwisho ambazo kuna maneno mengi sana, na hayo maneno mengi ni ya ajabu sana, lakini bado tunayanena, tunayasema, na sisi tuko kwenye huo mkumbo. Unasema kila neno unalolisikia watu wakilisema, lakini bora liwe jema, likiwa ni baya, Biblia inasema utatoa hesabu siku ile ya hukumu yako
mbele za Mungu aliye hai utatoa hukumu. Yaani utatoa hesabu, utatoa hesabu mbele ya kiti cha hukumu, utatoa hesabu juu ya hayo maneno. Sijui umesema nini juu ya jirani yako, wala sijui umesema nini juu ya yule mwenzako pale ofisini. Sielewi umesema nini juu ya wale mnaofanya biashara pamoja, wala sielewi umesema nini juu ya watoto wako, au umesema nini juu ya mume au mke. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Utatoa hesabu. Ile siku moja utasimama mbele za Mungu, utatoa hesabu. Hebu tuangalie pia kwenye kitabu cha Waefeso. Tuangalie kwenye kitabu cha Waefeso. Waefeso mlango ni ule wa 4. Kitabu cha Waefeso mlango ni ule wa 4, lakini nataka tusome mstari wa 29. Biblia inasema neno lolote lililo ovu lisitoke wapi? Kanisa, hawasemagi hawa watu ni wapole kweli. Nisaidie kumgeukia jirani yako, muangalie jirani yako, mwambie unamsikiliza mhubiri au unalala? Kanisa, Bwana asifiwe. Kwenye kitabu hiki cha Efeso mlango ule wa 4 mstari wa 29, neno linasema neno lolote ovu lisitoke kinywani mwako, lisitoke kinywani mwenu, bali lililo jema la kumfaa mwenye kuhitaji, ili liwape neema wanaosikia. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Neno lolote lililo ovu. Si unajua jinsi ambavyo watu, jamani, siku hizi watu wanasengenyana. Yaani hata mtu haujui, yani hajui hiyo story, lakini anaweza kaamua kuitoa hiyo story kana kwamba alikuwepo. Anaongeza maneno yake yeye anayoona sahihi machoni pake mwenyewe. Atasema kila kitu, lakini vitu vingi anavyovisema ni vile ambavyo amevitunga, wala hata sio vya ukweli. Anasema, mimi nataka nikwambie, hizi nyakati tunazoishi ni nyakati za mwisho. Yesu yuko karibu sana, analirudia kanisa lake hapa duniani, na ndiyo anayekuchochea useme kila kitu unachotaka kusema. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Ndiye anayekuchochea tu useme kila kitu unachoona nasema. Na mpaka Waswahili wameamua kusema, kwa kuwa mtu ana kinywa usimzuie kusema. Lakini tunahitajiwa kuwa na lijamu, tunahitajiwa kuwa na maneno ya saa. Mungu anataka tuwe na maneno. Maisha tunayoishi sasa hivi, maisha unayoyaishi leo, maisha unayoyaishi na kilio unacholia leo, sio cha leo, ni kilio cha miaka ya nyuma, kwamba uko nyuma kabisa, wakati wewe hata hujazaliwa. Kuna maneno yalisemwa yakawa sababu ya mateso unayoyapitia leo, yakawa sababu ya maumivu unayoyaona leo, yakawa sababu ya magonjwa uliyoyarithi unayotembea nayo leo, yamekuwa sababu ya umaskini. Hata unapofanya kazi kwa bidii sana huoni matokeo ya kazi yako. Yamekuwa sababu ya wewe kukandamizwa, ya kukataliwa. Kuna mahali ambapo ungetakiwa uingie ukubalike, lakini unakataliwa. Lakini kuna waliokutangulia mbele, walioweka misingi ya maneno ambayo hayawezi kufa, yanaishi, yanakufuatilia kwenye maisha yao. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Maneno yako kama moto. Maneno yanafanana na moto. Nimeandika maneno yanafanana kama moto. Moto hata mdogo unaweza kuteketeza maheka. Moto mdogo kabisa. Mwanzo wa moto ni njiti ya kibiriti tu. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Mwanzo huo wa moto ni nini, kanisa la Mungu? Mwanzo wa moto ni njiti ya kibiriti. Hata kama ni jengo kama hili, nataka nikuhakikishie linaweza likateketea, lakini kilichochoma kilikuwa kinjiti kile cha kibiriti. Maneno yana nguvu ya kuvunja mpaka ndoa. Yana uwezo wa kuvunja ndoa. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Hata ameni tu, Bwana asifiwe. Maneno yana uwezo wa kuvunja ndoa, na yamevunja ndoa nyingi.
maneno tu yanavunja ndoa. Kwanza ukumbuke hata hiyo ndoa yenyewe haikufungwa na minyororo, ilifungwa na maneno. Hayo maneno yanaweza kuivunja hiyo ndoa. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Yanavunja ndoa. Watu wengi ndoa zao zimevunjika kwa sababu ya maneno. Kuna mtu alitoa neno hapa akalipeleka huku, likaleta tafrani kwenye hiyo familia, likaleta tafrani kwenye hiyo nyumba, kwenye hiyo ndoa. Kuna mtu alitoa neno hapa akalipeleka hapa, ikaleta shida kwenye ile ofisi. Ndio maana umesimamishwa kazi, ndio maana umefukuzwa kazi, lakini ni neno tu lilihusika, lilitoka hapa likaenda hapa, limekuondoa kazini. Kanisa, Bwana asifiwe. Maneno ya vinywa vyetu, tumwombe Mungu yapate kibali kwa Mungu tunayemtumikia. Sema hivi, maneno yana nguvu, yanaweza kuvunja ndoa, lakini yanaweza kuvuruga familia nyingi, lakini yanaweza kuinua vita kati ya taifa na taifa. Yanaweza kabisa yakainua vita kati ya taifa na taifa. Kama we ni msomaji wa Biblia, utaona wafalme wa kale walikuwa wanapeleka ujumbe, wanawapeleka wajumbe na wanapeleka yale maneno na wajumbe, lakini na kakaratasi wanapeleka. Wanasema, nataka kuja kupambana na wewe, nataka kupambana na wewe. Maneno, hakuna kitu. Maneno tu, anatupa maneno huku, anatupa maneno huku, na vita inainuka na watu wanauawa. Tunaishi nyakati za mwisho. Tusipokuwa na uwezo wa kulimiti vinywa vyetu, tunaweza tukajikuta tunaenda jehanamu ya moto. Na mimi nimetumwa na Mungu kukuonyesha nguvu ya maneno, ili uwe na kiasi katika kunena kwako. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Kwenye kitabu cha Yeremia mlango ule wa 23, Yeremia mlango ule wa 23, alafu mstari ni ule wa 29, 23-29, maandiko yanasema hivi. Hebu tuangalie kidogo hapa. 23-29. Neno la Mungu linasema hivi, watu wa Mungu. Je, neno langu si kama moto, asema Bwana, na kama nyundo ivunjayo mawe vipande vipande? Hilo ni neno la Mungu. Neno lake lina nguvu, neno lake lina nguvu. Na ndio maana nimekuambia yani maneno yana nguvu. Ni kwa sababu baadaye huku tunakokwenda nitakuonyesha kwa nini na ya kwetu yana nguvu. Kwa nini na maneno ya kwetu sisi yana nguvu? Yanapata wapi hayo maneno nguvu? Nitakuonyesha. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Yani Mungu asipotusaidia tutauana, lakini si kwa silaha. Tutauana kwa maneno. Tutauana wenyewe kwa wenyewe kwa maneno. Maana kadiri tunavyotupiana maneno ndivyo tunavyowaua wenzetu. Kama watakufa kiroho, watakufa hata katika mwili, kwa sababu ya maneno magumu wanayokutana nayo. Kuna maneno mpaka yanaua. Siku hizi kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Si umeona? Yani kuna watu ambao wanaweza wakanunua sare, wanaenda tu kumsuta nani? Kanisa, Bwana asifiwe sana. Si kule mitaani tunawaona hao watu hawampigi, lakini wanamsemesha maneno mpaka anakufa. Wanamsemesha maneno mpaka anaparalyze. Wanasema maneno mpaka hayo maneno yanamuingia, anakuwa chizi. Yani ni maneno, sio silaha, sio bunduki, hawana mawe, lakini yani maneno wanayokwenda nayo ni maneno mfano wa silaha. Inaingia kwenye moyo, yanaleta majeraha mengi. Watu wengi wako hapa, watu wa Mungu wako hapa kanisani, wana majeraha makubwa sana ndani ya mioyo yao kupitia maneno, kupitia tu maneno. Wamesemeshwa maneno magumu. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Mume akamwambia mke, utakuwa wewe. Mwanamke akamwambia, mwanaume gani? Mwanaume suruali. Wanaishi maisha ya ajabu sana kwa maneno hayo tu mawili. Mke, utakuwa wewe.
Naye akamwambia, mwanaume gani? Mwanaume suruali. Imeisha hiyo ndoa ina shida, yamewekwa ndani ya moyo. Aliniita mwanaume suruali, aliniambia mwanamke gani? Yaani maneno hayo tu yanawasababisha watoto 6 waliozaliwa waachwe wao yatima, mama aende huko na baba aende kule, kwa maneno tu. Kuna watu ambao wako hapa wamejeruhiwa na maneno mengi. Sasa nimeandika hivi, nikasema maneno yanapata wapi nguvu? Maneno yetu sisi yanapata wapi nguvu? Maneno yetu sisi wanadamu yanapata wapi nguvu? Hebu twende tuangalie pamoja kitabu cha Mwanzo. Twende Mwanzo, mlango ni ule wa kwanza, nikuonyeshe wapi sisi tunapata nguvu. Mwanzo mlango ule wa kwanza mstari wa 26 unasema hivi, anasema Mungu mwenyewe wakati wa kuumba kwake. Mlango wa 26 anasema Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote, pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Wapi maneno yetu yanapata nguvu? Kanisa la Mungu, maneno ya kwetu yanapata nguvu hapa. Mwanadamu ameumbwa kwa mfano wa nani? Hata mtu mmoja hajibu. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Mwanadamu ameumbwa kwa mfano wa nani? Kanisa la Mungu. Na nataka nikwambie, kwa kuwa Mungu aliumba mbingu na nchi kwa neno, yaani hakuna hata kitu kimoja ambacho kinashikika, material haipo. Akaumba mbingu na akaumba nchi, akatengeneza bahari na kuziwekea mipaka kwa matamko. Mwanadamu alipoumbwa na yeye kwa sura na mfano wake huyu Mungu, huyu mwanadamu anao uwezo wa kuumba vitu mbalimbali kwa matamko. Mwanadamu anao uwezo mkubwa wa kutengeneza vitu kwa matamko yake. Yaani nguvu ya maneno yetu yanatoka kwenye kitabu hiki cha Mwanzo. Kwa kuwa Mungu alituumba kwa sura na kwa mfano wake, ina maana na sisi tuna uwezo wa kutamka vitu vikawa. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Tuna uwezo wa kutamka vitu na vile vitu vikawa. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Ni kweli una uwezo wa kutamka kitu na kile kitu kikawa, wala sio uchawi. Ni kwa sababu ya ile nguvu, kwa sababu ya ile namna ya kuumbwa kwako. Unaweza kutamka matamko fulani na yakawa kwenye maisha. Ndio maana Mungu hataki tuyatamke matamko, hataki tuyatamke. Ndio maana katika juma hili, siku ya Jumatatu, tutaanza kuangalia nguvu ya maneno kwa viapo. Uangalie mwenyewe jinsi ambavyo watu ni wagonjwa matamko tu, ni wagonjwa matamko. Na hata ungeombewa namna gani huwezi kufunguliwa. Lazima wewe mwenyewe, imeandikwa kwenye kitabu cha Ufunuo, kumbuka ni wapi ulikoanguka, uende mpaka pale ukaombe rehema ili Mungu aweze kukusaidia. Na hatukumbuki kwa sababu hatukuwepo walipokuwa wanafanya, na hatukumbushi pia wakati mwingine katika sharika, katika mitaa, kuwa na nafasi yetu ya toba ili Mungu ayarehemu maisha yetu. Ana haki katika kuachilia mapigo, ana haki, kwa sababu kuna matamko yanayokufuatilia. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Tuna nguvu ya hayo maneno kutokana na jinsi tulivyoumbwa na Mungu. Ndio maana tuna nguvu. Mwanadamu ni mfano wa Mungu. Maneno ya kwetu sisi, haya maneno ambayo tunasema yana uwezo wa kubariki. Maneno pia yana uwezo wa kufanyaje? Wa kulaani. Maneno yana uwezo, hapa nimeandika, maneno yana baraka na maneno yana laana. Kanisa, Bwana asifiwe. Maneno yana laana na maneno yana nini?
Nijibu hivyo. Mimi unajua nina asili kidogo ya Mchaga. Wa Mchaga nakwambia habari ya nyumbani kwa wewe unamalizia. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo nataka nikwambie maneno yana uwezo wa kubariki. Maneno yana nguvu ya kufanyaje? Ya kulaani. Yana nguvu hiyo. Yaani haya maneno, sijui niseme lugha gani, lakini Roho Mtakatifu akusaidie. Hebu twende tuangalie kwenye kitabu cha Mwanzo. Twende tuangalie kwenye kitabu cha Mwanzo. Mwanzo 27. Kitabu cha Mwanzo, Mwanzo 27. Mwanzo 27. Mwanzo 27. Namalizia tu hapa. Tutaendelea Jumatatu. Amen. Nikuombe sana mtu wa Mungu ambao umefika kwenye ibada hii, uje kwenye ile semina, na nitakuwa nafundisha. Kama utakuwa unaboreka sana katika kufundisha, shauri yako naomba ubaki, maana hatujui kama Yesu atakuja wiki ijayo akuchukue katika jeuri yako hiyo hiyo. Lakini mimi nakualika, karibu sana kwenye ile semina, na nitakuwa nafundisha kwa sababu nataka tuingie katika toba sana. Yaani hatutakuwa na maombi, tutakuwa na wingi wa toba. Kila mara tutafanya toba kwenye maeneo mbalimbali, tutayafanyia toba. Kwa nini? Kwa kina, mpaka siku ya mwisho ambapo Mungu atatupa neema ya kufanya maombi na kuachana na hilo somo. Haleluya. 27. Angalia 27 Mwanzo. Biblia inasema, ngoja nianzie 26 ili ujue ni nani huyu anasema hayo maneno. Isaka baba yake akamwambia, njoo karibu sasa ukanibusu mwanangu. Akakaribia akambusu, naye akasikia harufu ya mavazi yake, akambariki akasema, tazama, harufu ya mwanangu ni kama harufu ya shamba alilolibariki Bwana. Mungu na akupe ya umande wa mbingu na ya manono ya nchi na wingi wa nafaka na mvinyo. Kanisa la Bwana, Bwana asifiwe sana. Kwenye mstari wa 20 hapo unapoendelea sema, mataifa na wakutumikie na makabila wakusujudie, uwe baba wa ndugu zako na wana wa mama yako na wakusujudie. Atakaye kulaani alaaniwe, na atakaye kubariki abarikiwe. Kanisa, Bwana asifiwe. Haya ni maneno ya mtumishi wa Mungu huyu Isaka. Anamwambia mtoto wake, anambariki, anamwambia njoo nikaribie. Akamuinamia, akasikia harufu ya mtoto wake. Anasema harufu ya mwanangu ni kama harufu ya nini? Kanisa la Mungu, tazama, harufu ya mwanangu ni kama harufu ya shamba alilolibariki Bwana. Anamtamkia maneno ya mbaraka, kama harufu ya shamba alilolibariki Bwana. Lakini anamwambia hivi, anamwambia Mungu akupe ya umande wa mbingu na ya manono ya nchi na wingi wa nafaka na mvinyo. Maneno ya kumbariki yule mtoto wake, maneno yanabariki. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Alimwambia nataka chakula, akampa chakula. Unaweza mchungaji, unaweza ukafikiri ulikuwa unasema kitu cha uongo ulipokuwa unasema Jumamosi kutakuwa na msosi hapa, kutakuwa na nyama. Sikudanganya. Mpeni mchungaji chakula, akishiba na kuhakikishia, akashiba akafurahi, akatamka neno, niko hapa kwenye hii madhabahu kukuhakikishia lile neno analolitamka wakati ameshiba lazima liwe baraka kwenye maisha yao. Hawa wamepiga makofi, wale wamenikasirikia. Ninyi kasirikeni, lakini nawaambieni ukweli. Kwanza hawezi kusimama hapa yaseme haya. Mimi nasema kwa sababu nina uhakika wa maneno ya Mungu. Haya maneno anayasema Isaka ni baada ya kula chakula. Alimwambia mwanae, nenda kaniwindie, uniletee chakula kile nikipendacho, alafu nipate kufanyaje? Nipate kufanyaje? Hivi watu wa huku sio watu
hawa wa upande huu angalau wana utu. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Nakwambia aliwaambia hivi, nenda kaniwindie. Kumbuka ni mtoto wake, ni mrithi wa kwake, anaruhusiwa kurisi vya kwake, lakini ili avitoe anataka chakula kizuri, kile anachokipenda, alafu ale, aachilie mbaraka. Ingawa walimuwahi, huyu aliyekuja hata yeye hakuja na mikono mitupu. Alikuja na nini? Alikuja na nini? Alikuja na nini, kanisa la Mungu? Na alipomaliza kula, Biblia inasema njoo sasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndio maana zamani wachungaji walikuwa wapewi mishahara. Soma tu Biblia utaielewa vizuri, ili watu wabarikiwe. Walikuwa wapewagi mishahara, walikuwa wanakaa hapo, kazi yao ni kusoma nini? Biblia, na kutafuta majibu ya maswali ya Wakristo wao, ili wanapokutana namna hii awajibu watu maswali yao. Kwa hiyo Wakristo ndio walikuwa na kazi ya kumlea katika kula kwake, kuvaa kwake, watoto wake, na chochote alicho nacho alikuwa analelewa ili aweze kutoa mbaraka. Siku hizi tunamkamua mpaka karatasi za mialiko. Hatukupagi wewe barua ya mchango mzee. Hujapewa barua ya mchango, lete mchango harusi. Alafu tunataka na baraka huyu uliyesema akupe mchango harusi akubariki. Ni kile kitu ambacho hatujui watu wa Mungu. Maneno yamefanyaje? Yamebeba baraka. Na yule ambaye ameleta yule mbuzi au yule ambaye ataliwa Jumaa, nataka nikwambie hujafanya kitu cha kawaida. Mungu atakubariki sana. Haleluya. Asa angalia kwenye, namalizia hapo kabisa. Namalizia hapo. Maneno nimesema yanabeba laana. Zaburi ya 10, hebu tuangalie Zaburi ya 10. Zaburi ya 10, maneno yanabeba pia laana. Zaburi ya 10, nataka tuangalie hiyo. Zaburi namba 10, alafu angalia mstari wa 7. Neno linasema hivi kwenye kitabu hiki, kinywa chake kimejaa laana na hila na dhuluma, chini ya ulimi wake kuna madhara ya uovu. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Mtu muovu kinywa chake kimejaa nini? Watu wa Mungu, Bwana asifiwe sana. Kinywa kimejaa laana, hakina maneno ya baraka yoyote. Mungu anataka maneno ya baraka. Tuwatamkie watoto wetu mbaraka, ijapokuwa wanatuumiza sana, tutamke baraka juu yao. Ingawa marafiki, jamaa, yule mtesi wako amekuumiza sana, tamka mbaraka. Kazi ya kisasi ni ya Mungu. Imeandikwa kwenye kitabu cha Warumi, anasema kisasi ni juu yangu, mimi nitafanyaje? Unapombariki unamsababisha Mungu alipe nini? Kisasi ni juu yangu, mimi Mungu nitalipa. Huna sababu ya kuendelea kutafuta kulipa kisasi. Muachie Mungu akulipie kisasi. Amen. Kanisa la Mungu, naomba tusimame. Kijito cha ni damu ya Yesu. Mungu Baba, Mungu ana uwezo kunipao. Sema kijito, paza sauti yangu, pata utakaso.
waimbi hapa. Ongeza sauti, inua mikono yako namna hii, mwimbie Mungu hivi. Haleluya. Ukiwa umeinua mikono yako namna hiyo, rudia maneno haya yatoke katika moyo wako. Sema, Baba, katika jina la Yesu. Sema, Baba, katika jina la Yesu, nimesikia maneno yako, umesema na maisha yangu, wala hukunificha neno lolote. Umekuwa wazi ili nisije nikaangamia. Asubuhi ya leo na kuinulia macho yangu na kupazia na sauti yangu, nimeinua mikono yangu juu, ishara ya unyenyekevu na ya kutaka msaada kutoka kwenye madhabahu yako. Nimesikia maneno yako Baba, umesema na maisha yangu. Baba yangu wa mbinguni, naomba unisamehe. Sema, Baba yangu wa mbinguni, naomba unisamehe. Nimegundua nimekukosea kwa maneno ya kinywa changu, nimehama, nimeondoka kwenye njia ya kwako. Ninaomba rehema Bwana. Damu ya Yesu ya Agano Jipya iliyomwagika msalabani, iache ipite ndani yangu ili nitakase, vivunje vifungo, zikate kamba za nira. Ondoa uhalali, sema ondoa uhalali wa shetani na mapepo ndani ya maisha yangu. Nimetumikishwa Bwana, nimetumikishwa sana, lakini asubuhi ya leo umenionyesha njia ili nipate kutoka kwenye huu utumwa ambao nimekuwa nao katika miaka mingi. Ile damu ya Yesu iliyomwagika msalabani initakase, inibadilishe, iondoe uhalali wa nguvu za giza, wa roho za mapepo, wa roho za mizimu zinazonifuatilia kwa jina la Yesu. Sema, kwa jina la Yesu. Haya, niachie. Sema, niachie kwa jina la Yesu. Hiyo damu itembee, hiyo damu itembee, hiyo damu itembee, hiyo damu itembee. Agano la mauti likuachie, mizimu ikuachie, mapepo ya kuachie, kila roho ikuachie, hata magonjwa ya kuachie kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema, Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru, maana hutaniacha niangamie. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Ongeza sauti, sema, Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru, ninakushukuru sana kwa sababu umesema na mimi, wala hutaniacha. Nimegundua lile neno linalosema umekuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea, ya kwamba aliyepotea ni mimi. Bwana, naomba neema ya wokovu, nirudishie furaha ya wokovu wa maisha yangu katika jina la Yesu. Na wote tuseme tena amen. Mshangilie Bwana, mshangilie. Piga makofi ya juu, muadhimishe. Hebu piga makofi kama sadaka, muadhimishe Mungu aliye hai. Haleluya.